Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Ndugu zanguni, tunaendelea na vipindi vyetu na elimu mbalimbali kama tulivyozoea katika hii TV yetu kupeana elimu mbalimbali. Siku ya leo ningependa tuendelee kupeana elimu na mfululizo wa elimu za nyota. Elimu za nyota nilishawaeleza kwamba unaweza ukajua kwamba mimi ni nyota ya punda, lakini je, tabia za nyota ya punda ni zipi? Nyota ya punda inakuhitaji ufanye nini? Kitu gani inachotakiwa ukifanye ili uweze ukafanikiwa juu ya hiyo nyota yako? Kwa hiyo hii itakusaidia sana kuweza kuepuka vitu vingi katika maisha yako ili ukaishi katika mlolongo unaofaa. Kwa hiyo kwa watu wenye nyota ya mapacha, nataka siku ya leo tuende kwenye watu nyota ya mapacha, sifa na tabia zao watu wenye nyota ya mapacha. Kwanza, hii ni nyota ina hisia kali sana, na hisia zao ni za kubadilika. Watu wenye nyota hii ni watu wa kubadilika katika hisia, yaani hata katika mapenzi ni watu wa kubadilika. Mtu anaweza akafanya hivi akafanya hivi, alafu ni watu ambao hawapendwi kubanwa kwenye mambo yao, wanataka kuwa huru. Wakibanwa kwenye mambo yao na katika mahusiano wanakuwa ni watu wadhaifu. Kwa hiyo ni watu wanataka kusimama kwenye misimamo yao, wanaohitaji wasimame wao. Wana mahaba sana watu wenye nyota hii. Nyota ya mapacha ni watu wenye mapenzi na mahaba kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ukiwa na mtu mwenye mahusiano na mtu mwenye nyota hii, ni mtu ambaye ni nyota yenye mahaba, ni nyota yenye kuwa kwenye mahusiano na mahusiano yale ya hisia. Tena ni watu ambao ni wazuri na ni wazuri katika kudumisha mahusiano, sio watu wenye kusaliti. Kwenye kudumisha mahusiano wanakuwa ni watu wazuri sana, na ni wanakuwa si watu wenye kwa hiyo watu wenye muunganiko, kwa sababu mapacha ni vitu viwili. Ni vitu kimoja kwa mbili. Kwa hiyo ni watu wakiunganika wanapenda kutokuachana, kuwa sambamba. Kwa hiyo lakini hawapendi vile vile kusalitiwa, Unapomsaliti mtu kwenye mapenzi, utaona ni watu ambao wanaweza kuchukia na kukuletea madhara makubwa sana. Na wakiona wako katika mapenzi ambayo sio ya kweli, kujiondoa wao wenyewe, yaani hawasubiri jambo moto ukawaka au wakaelemewa wakaingia kwenye matatizo zaidi. Wao hupenda kujiondoa katika mahusiano, wakiona mahusiano si mahusiano sahihi, wanajiondoa mapema. Lakini kama nilivyoeleza, ni waaminifu sana na ni kitu kigumu kwa watu wenye nyota hii, wakihisi kuwa kitu wanachokikosa kutokana na, yaani wakihisi kwamba kwenye mahusiano unakosa kitu hiki, hata kama wako kwenye mahusiano kwa kiwango, yaani wako kwenye mapenzi yaliyokuwa totoro, yaani wamependa, wataondoka mapema sana. Kwa hiyo watu hao vile vile ni watu ambao wana kitu kimoja ambacho unapaswa kukielewa, yaani hawapendi kuishi sehemu hii moja, yaani wanapenda vitu vilivyounganika. Kwa hiyo ukimpata mtu mwanaume mwenye nyota hii ya mapacha au mwanamke, usipomdhibiti vizuri, lazima ni mtu, wanakuwa ni watu ambao wana sehemu mbili, yaani kama vile bwana huyu na bwana huyu, mke huyu na mke, yaani watu ambao wanapenda kusaliti, tuseme kwa kiwango kikubwa sana. Yaani hawapendi kukaa pweke. Anaona kwamba akikosa mahaba hapa, kwa sababu huyu anishikamani na mimi, ni wepesi kwenda kusaliti, kwenda kwenye mahusiano mengine. Kwa hiyo wanakuacha wewe, wakishaenda kwenye mahusiano mengine, unakuta kwamba sasa ndio inakuwa changamoto katika maisha, na inakuwa changamoto sasa kwenye maisha yako, unaanza usumbufu kwenye mambo ya kindoa, kunakuwa uaminifu hakuna, inatokea changamoto. Kwa hiyo watu wenye mapacha wana tabia hizo nilizowaeleza. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu zanguni, wale wenye nyota za mapacha, muwe na tahadhari vile vile. Unapokuwa
unakutana na hizi dalili, sio wewe, ni ishara ya nyota yako na ni nguvu za nyota yako. Kwa hiyo kuna vitu vinatakiwa uvibadilike wewe mwenyewe kutokana na maisha uliyokuwa unaishi. Usipende kufuata mambo mabaya yanayoizunguka nyota yako, fuata tu yale mambo mazuri. Kwa hiyo kwa siku ya leo naomba tuishie hapa. Tuendelee kusubscribe channel yetu na muendelee kunifuatilia katika vipindi vinavyokuja, na kama utahitaji kuweza kuwasiliana na mimi nipigie simu ya 0784994048 utanipata mimi masaa 24. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.